Sawa, sasa miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa gumzo sana hii leo bwana ni kuhusiana na R. Kelly. Bwana amewekwa chini ya uchunguzi katika gereza la shirikisho lililopo North Carolina baada ya kupatikana na namba ya simu ya mkuu mstaafu wa gereza hilo. Kwa mujibu wa mawakili wake, msanii huyo amewekwa katika hali ya kutengwa, yani isolation, wakati uchunguzi ukiendelea. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ni sehemu ya taratibu za kiusalama za gereza, huku mamlaka zikichunguza namna hiyo iliyopatikana na kama kulikuwa na ukiukwaji wa kanuni za mawasiliano kwa wafungwa. Hadi sasa mamlaka za gereza hazijatoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya awali ya uchunguzi huo, lakini kwa upande wa wakili wa R. Kelly amesema kuwa mteja wake anashirikiana na uchunguzi unaoendelea kwa hivi sasa. Umeelewa? Lakini R. Kelly kwa upande wake yeye anatarajiwa kuachiliwa huru gerezani tarehe 21 mwezi Disemba mwaka 2045 kulingana na makadirio ya sasa mfumo wa magereza wa Marekani. R. Kelly alihukumiwa kifungo cha miaka 30 mwaka 2021 baada ya kupatikana na hatia ya uhalifu wa mtandao na biashara ya ngono kwenye kesi ya New York. Aidha, mwaka 2022 alipata hukumu nyingine ya miaka 20 katika kesi tofauti ya Chicago, lakini sehemu kubwa ya adhabu hiyo inaendeshwa kwa wakati mmoja na kifungo cha New York. Hadi sasa rufaa zake zote zimekataliwa, jambo linalomaanisha ataendelea kutumikia adhabu yake kama ilivyopangwa. Kwa sasa R. Kelly anashikiliwa katika gereza la usalama wa kati huko Butner, North Carolina. Iwapo hakutakuwa na mabadiliko ya kisheria, R. Kelly anatarajiwa kuachiwa akiwa na umri wa karibu miaka 78. Sijui umeelewa Lakini pia kwa maana ya hiyo issue kuhusiana na R. Kelly baada ya kupatikana na hatia katika kesi za makosa ya kingono na usafirishaji haramu wa watu, na ndio maana yeye yuko ndani kwa hivi sasa.